Glorious Kaizeni kutoka eneo bunge la Kisauni katika kaunti ya Mombasa inalilia haki kufuatia tukio la kutisha ambapo binti yao mwenye umri wa miaka 11 alitoweka na baadaye kupatikana ameuawa. Mwili wa binti huyo ulipatikana ukiwa umehifadhiwa ndani ya gunia na kutupwa katika kichaka kwenye eneo la Mayani. Athmani Saidi na taarifa hii kwa kina. Familia hii kutoka Kisauni, kaunti ya Mombasa, inalilia haki baada ya mwana wao wa kike Glorious Kaizeni, mwanafunzi wa gredi ya 5 katika shule ya msingi ya Burhania, kuuawa. Mamake Glorious anasema alikuwa amemwacha mwanaye nyumbani na ndugu zake wawili baada ya kuenda kazini kabla ya binti huyo kutekwa majira ya mchana. Kifika nakuta kifurushi kimekaa kama gunia, kumbe ni mtoto wangu yuko hapo. Wamemfunga mikono na miguu. Huu mguu juu, mikono juu, macho pia wamemfunga. Baada ya kutomwona mwanae kwa muda, mama huyo aliandamana na majirani kumtafuta mtaani humo hadi usiku wa manane, ila juhudi hizo hazikuzaa matunda na wakafululiza hadi kituo cha polisi cha Junda kutoa ripoti. Naomba CCTV zifuatiliwe zote, ijulikane kwamba ni nani mwenye alienda akamtupa huko karibu na porini. Aidha, baadaye alipokea ripoti kuwa mwili wa mwanawe umepatikana ndani ya gunia, na alipofika eneo la uwanja wa Manyani akathibitisha mwili huo ni wa mwanae Glorious Kaizeni. Lazima zichukuliwe hatua kali, sio mambo kuwa mtu afungwe miaka 20, miaka 30, story imeisha na mtoto amekufa, hapana. Ila swali tata ni jinsi mwili huo ulivyopatikana katika kiwanja cha Manyani kilicho hatua chache na ufuo wa Bahari Hindi. Mauaji hayo yamezua taharuki kubwa mtaani humo, hasa kuhusu usalama wa watoto wa kike. Viongozi pamoja na wakazi wamehimiza polisi kufanya uchunguzi mara moja na kuwatia mbaroni wahusika. Athmani Saidi, runinga ya TV47. Naam, ni taarifa mtazamaji.